Kwa hakika serikali ya awamu ya 8 inapaswa kupigiwa mfano kwa juhudi inayochukua katika kuwasaidia watu wa jinsia zote bila ya ubaguzi. Leaders TV imepata bahati ya kuwatembelea mama aliyejifungua watoto watatu mapacha, na hapa anayaeleza. Kwa kila mwisho wa mwezi nikaamba kwa vile kwa watoto watatu, kwa kila mwisho wa mwezi kwa kila mtoto 10,000. Kwa hiyo tumeenda kuchukuliwa 30,000. Nenda kuchukuliwa hata hivi karibuni pale ndio kupigiwa simu. Sasa mimi mwisho siku nikamwambia kwa kila siku menijiko kwa kila mwisho wa mwezi. Wakati mwingine unatoka hapa mpaka kule Sebleni tu nauli karibia 5,000 nzima. Nikamwambia je, haiwezi kukaa labda mpaka kunako miezi 2 au miezi 3 kama kwa kila mwisho wa mwezi nijemie, na kule masharti yao lazima nendemie mwenyewe. Ndo msaada wenyewe ni huo tu. Kwa toka hapo walipokuwa wadogo kwa kila mwisho wa mwezi kwa nasaidiwa 30,000 tu, lakini kuhusu maziwa, kuhusu pampers ni sio wenyewe na wazee wangu na wazee wao hawa watoto. Kwa vile wangu mimi washakuwa wakubwa, lakini hao wanokujia nao wasaidiwe, maana ulezi nao wanataka huduma watoto, kuhusu pampers, kuhusu maziwa, watoto wanataka huduma. Na huduma yao ni kubwa, pesa nyingi ambazo mtu anazotumia. Mkurugenzi wa maendeleo jamii, jinsia, wazee na watoto, Hassan Ibrahim Suleiman, ana haya ya kuelezea kuhusiana na hali hii. Moja miongoni mwa jukumu hasa la Wizara ya Maendeleo ya Jamii, wazee na watoto ni kushughulikia hifadhi ya mtoto. Sasa kupitia idara ya ustawi wa jamii ndio tunaoliratibu swala hilo. Mama wenye watoto watatu wanapatiwa posho la kujikimu, kwa sababu wakati mwingine watoto watatu kama unavyojua mama anaweza kupata tabu katika kunyonyesha. Sasa kile kijiposho kidogo kinaweza kumsaidia mama akapata angalau kwenda kununua kopo la maziwa ama kununua mtama kusaga ili watoto wale wapate. Na kwa sababu baadhi ya mama wengine dhaifu hali hawezi kunyonyesha kwa wakati mmoja watoto watatu, kwa posho lile litawasaidia. Lakini la pili, manake ni sehemu yetu ya hifadhi ya mtoto kama serikali, tunaona namna gani tunavyo wajali wananchi wetu, kuona pale wanapopitia changamoto za maisha basi tuone tunawasaidia. Na mbali ya posho hilo unaloliona, lakini napotokezea misaada, mama wale tunakuwa tunaangalia kwa jicho la karibu ili kuendelea kuwapa malezi mazuri watoto wao. Wakati tunapotoa hilo posho dogo kwa hawa mama wenye mapacha watatu, hatuangalii kigezo cha labda umri wa mama ama mimba ya ngapi au ana uwezo gani wa kiuchumi au tajiri au maskini. Masharti yetu ni yeye kuwa na watoto watatu au zaidi. Anapopata watoto watatu au zaidi, huyo ndio kwa jukumu letu sisi kumpa posho. Yes, anapopata watoto watatu. Yes. Paswa kuzichukulia kwa hali ya juu juhudi ambazo zinafanywa na serikali ili kuhakikisha tunaenda sambamba na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar pamoja na viongozi mbalimbali ili kuwaunga mkono kwa juhudi ambazo wanazifanya. Kutoka Leaders TV, mimi ni Mariam Khair.